Na sasa nitamleta Daktari Bill Shea wa taasisi ya utafiti wa Biblia huko Silver Spring, Maryland, aliyefanya kazi na Ron wakati huo. Ataelezea kilichotokea na matokeo yake. Sampuli za udongo zimechukuliwa kutoka kwenye umbo hilo katika nyakati mbili tofauti, mwaka wa 1979 na tena mwaka wa 1984. Ni sampuli za mwaka wa 1979 ambazo kwanza zilitoa kidokezo kwamba kuna tofauti ya wazi katika kiasi cha kaboni kwenye umbo hilo ikilinganishwa na shamba lililo nje ya umbo hilo. Nina ripoti hapa. Zilifanyiwa uchunguzi katika maabara ya Galbraith. Naamini hiyo iko Knoxville, Tennessee, na kiasi cha kaboni kutoka sampuli namba 2 iliyochukuliwa kutoka ndani ya umbo hilo kilikuwa 4.95. Kiasi cha kaboni cha udongo kutoka nje ya umbo hilo, tuseme sampuli namba 1, kilikuwa 1.88, au ni tofauti ya takriban 2% katika shamba nje ya umbo na 5% katika shamba ndani ya umbo. Sasa imebainika kuwa labda baadhi ya kaboni hii inatokana na kilimo juu ya umbo hilo, na kwa kweli limetumika kama ardhi ya malisho. Lakini Ron alichukua sampuli hii, kama ninavyoelewa, katika kipindi cha mwaka baada ya tetemeko la ardhi kupasua sehemu ya umbo hilo. Hivyo aliweza kushuka kwenye ufa au chochote unachotaka kuita na kupata sampuli mpya ambayo isingekuwa imechafuliwa na kilimo.